lengo letu kuja hapa ni kumaliza mgogoro, mruhusu zoezi lile la kufanya utambuzi pale liendelee, sambamba na kutambua eneo la ekari 1000 la halmashauri alikuwa analizungumzia Mheshimiwa Diwani Elmi. Utambuzi huo sambamba na kutambua eneo hilo, pamoja na kutambua wale waliokuwa mule na umiliki wao ukoje, ni watoe hofu na niwahakikishie kwamba mimi nitasimama na ninyi kila hatua mpaka tufike mwisho wa mgogoro huu. Lengo ni zuri tu, kicho kinachosema na Kipunguni ni nini tukione basi. Sasa hatua inayofuata hili ilikuwa na changamoto kidogo, lakini mimi na imani leo changamoto hiyo imekwisha. Nipeni fursa, niwalete wataalamu wangu, tupite hatua kwa hatua, tutambue watu waliopo kwenye ile eneo. Alafu baada ya kutambua tutakuja tukutana tuone namna gani ya kufanya, kwamba kinachofuata ni nini. Na utambuzi wa eneo wa kuwatambua ninyi unanisaidia mimi hata kwenda kutoa ripoti huko kwa viongozi wangu kwamba bwana, nimetambua ni watu kadhaa ndio watu wenye changamoto kwenye ile eneo. Hata nikiuliza wewe na mkuu wa mkoa na Mheshimiwa Rais na kwa rais kujua ni watu 1000 au ni watu 3000 wapo katika eneo kubwa kadhaa, wana maendelezo haya na vitu kama hivyo. Hiyo ni taarifa ambayo kwa kweli mimi nikiipata itanisaidia sana katika kuhakikisha na simamia utatuzi wa mgogoro au changamoto hii iliyopo hapa. Sisi ndio washauri wenu kama mna tatizo. Najua mna tatizo. Wananchi wote wanaolalamika hapa maana yake kuna tatizo. Maana yake je, mkiwa na tatizo na mimi nina tatizo. Sasa tunachotafuta ni njia nzuri ya kutusaidia kuondoa tatizo. Kwa jinsi ninavyojua, kwa mujibu wa swala hili ambalo limefikia hatua hii, sio la leo. Swala hili la Doma na mwekezaji wa Kipunguni na Mvungi ni la historia. Kinachofanyika sasa hizi, ndugu zangu wananchi wa Doma, ni kwamba wakati ule watu tulikuwa wachache. Sisi tunaelewana? Sasa hivi watu tumeongezeka, tumekuwa wengi. Yale maeneo tena hayatutoshi. Sijui mnaelewana? Tunaongezeka. Sasa sisi wananchi, nilichokuwa nafikiria sasa hizi, mwekezaji huyu ana eneo kubwa kweli. Sisi wananchi sasa, kwa kutumia utaratibu uliokuwa unaendelea kama zamani, kama tulivyotumia utaratibu ule kwa Dr. Mvungi tukapata eka 451, tutumie utaratibu huo kuomba huyu mwekezaji, bwana, sisi tunataka sasa tumeongezeka, tunahitaji eka labda 2000, 3000, 4000. Sisi waheshimiwa madiwani tunaungana na timu ya wilaya, tunawateteeni nyinyi, lazima mpate haki yenu. Naomba mtuelewe jamani, sisi hatuji hapa kwa ajili ya kuwauza. Tunakuja hapa kuhakikisha kwamba mnapata haki yenu, lakini Kipunguni pia naye apate haki yake. Hata kama tunamnyang'anya baadhi ya eneo, lakini tunaenda naye taratibu na tunamweleza udhaifu wake, kwa sababu kwa nini tunakunyang'anya. Kwa kazi kubwa ambayo unaifanya katika kutatua mgogoro wetu huu wa ardhi katika maeneo yetu. Lakini umenifilisi Paul aliposema wakija waseme na zile ekari 1000 zile kwamba zinaanzia wapi na zinakwenda kuishia wapi. Lakini tuendelee kusema jambo hilo linatakiwa kuwa wazi, kwa maana hao watakayekuja kutuonyesha zile ekari 1000 iwe wazi tu, wajumbe wa serikali ya kijiji washirikishwe kwamba hiyo halmashauri yule Kipunguni anakusudia kuwapa kuanzia hapa mpaka sehemu fulani. Naamini mwenyekiti atazingatia kutafuta watu ambao kidogo wako tafu kwa ajili ya kupita katika hilo eneo. Na mheshimiwa mkuu wa wilaya, mwenyekiti hapa halmashauri kidogo hakusagusa. Mimi sina nia nyingine yoyote, nataka nijue wapi eka 1000 zipo. Ukiwa kama mwakilishi wa wananchi lazima ujue wapi, ili uweze kusema kweli hapa panastahili kweli mtu huyu kufanyiwa hiki anachotakiwa kufanyiwa. Kwani nikutolee shukrani kubwa sana mheshimiwa mkuu wa wilaya na timu ya msafara wako wote kwa kutolifuatilia na kuangalia kile cha muhimu sana kwetu sisi wanadoma, haswa tunayeteseka ni kina mama na watoto. Mheshimiwa mkuu wa wilaya,
Mimi ni mmojawapo wa safari tangu zoezi linaanza, tangu ile siku ya kikao cha kwanza mpaka hivi sasa. Kwa yale ambayo tuliyoona ndani ya mzunguko wa safari yetu tuliyozunguka masaa 4.5 na mpaka hivi leo ulipofikia, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, na kutakia kila la kheri, Mwenyezi Mungu akupe uhai mrefu na kulipatia swala la Kipunguli kuisha salama kwenye kijiji cha Doma.